Mzize Clement. Mzize! Attention please. Safi, kwanza hongera kwa sababu kadri siku zinavyozidi kwenda Yanga Princess wanazidi kuwa na wastani mzuri wa performance yao. Tuambie wewe kama mwalimu, na ni kipi umekitengeneza kwenye msimu huu na wanayanga watarajie nini? Mimi kama mwalimu kazi yangu ni kufanya kazi kwenye kiwanja cha mazoezi, kuhakikisha kwamba timu inacheza vizuri na inapata matokeo ya ushindi. Kwa hiyo angalau kikosa kimojawapo cha ushindi uone, angalau watu waone ule mwanga wa ile timu kama timu inafanya vizuri. Kwa hiyo sisi tumepambana kuhakikisha kwamba tunajenga timu yetu. Kwa sasa kilichobaki ni kutafuta matokeo ya ushindi tuweze kufikia malengo. Wanayanga wameridhika kwenye hizi mechi ambazo mmecheza mechi mbili tu, dhidi ya JKT na dhidi ya Mashujaa. Wameridhika na kile ambacho wewe umekuwa ukikitengeneza. Inakupa deni kiasi gani kuelekea msimu huu? Mpira ni mchezo wa wazi. Ukifanya vizuri watu wataona, ukifanya vibaya pia watu wataona. Kwa hiyo mimi binafsi nimefarijika. Tumekosa ngao jamii, lakini nimeona baadhi ya mashabiki wameridhika na kiwango cha timu. Kwa tafsiri yake kwamba wanatuunga mkono na wanatusupport kuhakikisha kwamba tunaenda kupata nguvu kwa ajili ya kuanza ligi. Sisi malengo yetu ni kufanya vizuri. Hii ni klabu kubwa ambayo inahitaji mataji na sio kucheza vizuri peke yake. Kwa hiyo sasa tunaelekeza nguvu kwenye kucheza vizuri na kuhakikisha kwamba tunapata matokeo ya ushindi tuweze kufikia malengo. Kwa timu ulivyoitengeneza kwa miaka hii kadhaa, wanayanga watarajie msimu huu ni msimu wa kupata matunda? Tunatarajia kuwa na msimu mzuri kwa sababu tumekuwa na project ya timu yetu ya kuijenga. Tunaona kati siku tunavyozidi kwenda maana timu inaimarika. Sasa kwa sababu timu inahitaji mafanikio, hatuwezi kuendelea kujenga timu kila siku. Sasa hivi inabidi tunajenga timu lakini tunaenda kushindana kwa ajili ya kufikia malengo yetu. Inakuumiza kichwa kwa namna gani kuiunganisha timu yenye wachezaji wengi wa kigeni kama hawa, na kila mtu ana tabia yake, kila mtu ana kila kitu chake? Nimeshakuwa nikifanya kazi na wachezaji muda mrefu na mimi pia nipo kwenye mpira muda mrefu, kwa hiyo nazidi kupata uzoefu kwa sababu ni mataifa mbalimbali yanakuja hapa, lakini kwangu mimi sizungumzii tu timu kiwanjani, nazungumzia deni ambalo Yanga wanandai kuhakikisha kwamba timu inafanya vizuri. Nafikiri nimebakiza kidogo tu ili niweze kufikia malengo. Kwa hiyo cha muhimu ni wao kutupa support kuhakikisha kwamba tunaenda kufikia malengo kwa pamoja. Pengine nikiwemo mimi ambaye na hii project ya kutengeneza timu kuweza kufikia malengo, na itakuwa ni jambo zuri kwangu mimi binafsi pamoja na timu pia. Ukiachana tu na uwanjani, ukizungumza na baadhi wa wachezaji wa Yanga Princess, wanasema wewe kwao sio kocha tu, ni kama mama. Wewe kwako binafsi kama mwalimu wa kike ambaye unawasumbua walimu wengi wanaume, inakupa fahari kiasi gani kuona hawa wachezaji wanakuzungumzia kwa namna hiyo? Nafikiri ni maisha ambayo tumeyatengeneza baina yangu mimi na wao, kwa sababu kuna namna ambavyo wachezaji wa kike kudili nao wana namna yao tofauti labda na kwenye mpira wa kiume. Kwa hiyo mimi mara nyingi nakuwa kama dada au mama, kwa sababu njia nzuri ya kumsikiliza mtoto wa kike kutokana na maumbile yake yalivyo ni kumweka karibu na kumsikiliza ana shida gani ili aweze kumsaidia. Kwa hiyo sehemu ambayo napaswa kushauri na shauri, sehemu ambayo nataka kufundisha nafundisha. Hivyo kwa hiyo nimekuwa nikiishi nao kama watoto wangu na sio wachezaji wa Yanga Princess peke yake. Nafikiri ni wachezaji wengi kwa sababu nishakuwa kwenye kosi cha timu ya taifa pia. Kwa hiyo nimejenga hiyo hali mimi pamoja na wachezaji wenyewe kuhakikisha kwamba nawapush kwa ajili ya kufikia malengo, kwa sababu nje ya mimi kuwa kocha pia na ndugu zetu ambao wanajitafuta kimaisha. Kwa hiyo tunapaswa kuwaunga mkono na kuwa karibu nao kuhakikisha kwamba na wao wanafikia malengo makubwa zaidi ili waweze kuendesha maisha kwenye familia zao. Wito wako sasa kwa wanawake, hata wachezaji wa zamani ambao wamemaliza mpira kuja, kwa sababu tunaona kwenye eneo la ukocha mko wachache sana, wito wako kwa wachezaji na wakina mama? Nafikiri wanapaswa tu kuwa active, kwa sababu kama walishacheza mpira na labda pengine ambao wacheze kitu unaweza kukiona ni kigumu kwa sababu hujaamua kukiendea. Imani ya kwanza katika kupata ushindi kwenye jambo ambalo unataka kufanikiwa, lazima kwanza uwe na imani kwamba hapa nikienda naweza kufanikiwa. Kwa hiyo niwaondoe hofu na wasiwasi kwamba kila kitu kinawezekana. Ni wewe mwenyewe kuituni akili yako kuhakikisha kwamba unataka kusimamia malengo yako ili uweze kutimiza. Kwa hiyo naondoe wasiwasi na niwaombe huku tuendelee kuwa wengi, kwa sababu inachosha au hainisaidii mimi, kwa sababu kila siku watu wakiwa wanamtaja Edna manake pengine anaonekana labda mimi ni bora kwa sababu sina mtu ambaye anani challenge. Kwa hiyo wale ambao wanatamani kufika huku waje watu challenge, sionekana nasema pungufu wetu wako wapi, bora wetu uko wapi. Edna, tukiachana na Yanga Princess, leo tuko kwenye tukio la IM Health.
Wewe ukipata nafasi ya kumzungumzia Engineer Hersi kwa maneno machache, ni mtu wa namna gani? Kwanza ni mtu mwenye upendo na watu. Ni mtu mwenye upendo na watu, ana marafiki, anapenda kuzungumza, anapenda kuwapa support vijana wenzake. Lakini pia nimzungumzie, ni kiongozi ambaye anapenda watu ambao wanafanya kazi kama ambao yeye anawaongoza. Kwa hiyo hawezi kukufeva kama uweze kufanya kazi yake vizuri, kwa sababu yeye ni kiongozi. Ukifanya vibaya manake inarudi kwake kama kiongozi. Kwa hiyo kazi yake muda mwingi ni kutupush sisi kama vijana, kama wafanyakazi, kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri, ili kama ni sifa nzuri ziweze kwenda kwake, kwa sababu kama jambo likiharibika, sifa mbaya zinaenda kwake, kwa sababu ndio kiongozi wa mwisho katika klabu. Lakini nikimzungumzia kwenye maisha mengine nje ya mpira, ni mtu ambaye anajali watu, anajitoa nje ya kazi yake. Kwa hiyo pia ni kijana, namuona mbali zaidi, kwa sababu ana uwezo mkubwa wa kufikiri, ana uwezo mkubwa wa kujenga hoja, kuzungumza. Kwa tutarajia makubwa kutoka kwake. Hao mengine tunamwachia Mwenyezi Mungu, lakini naamini anaweza kuja kuwa na nafasi nzuri na kubwa zaidi kuliko hii ambayo amepata. Langu la mwisho, uwepo wa Engineer Hersi kwenye kamati hizi kubwa, kwa maana kamati ya FIFA na pia ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, utaenda kutunufaisha vipi kama Tanzania? Kwanza tunapaswa kujivunia kama Watanzania na tusiwe na upande wowote, kwa sababu hapa tunazungumzia Tanzania, na kama ambavyo kila mtu anafahamu, ni siku chache ambazo aliteuliwa kama mwenyekiti wa vilabu Afrika, na leo ameweza kupata nafasi nyingine kubwa kwa FIFA, manake hatuwezi kujua nini ambacho amekiona. Kwa hiyo tunapaswa kujivunia yeye na kumpa support, kuhakikisha kwamba anaenda kufanya kazi yake vizuri na kwa uhuru, aweze kusaidia mpira hasa wa Afrika na wa Tanzania pia. Asante sana. Asante sana. Mzize Clement. Mzize! Attention please.